Mwenyezi Mungu anasema sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Tutakuonyesheni ukweli wa maneno yetu tokea masafa ya mbali na katika nafsi zenu wenyewe, mpaka ije kuwabainikia ya kwamba yote yaliyosemwa na Qur'ani kwamba ni haki. Katika surati Fussilat aya 54 anasema atayatumia masafa ya mbali kuonyesha ukweli wa dini ya Kiislamu. Tarehe 16 mwezi wa 7 1969 Mwenyezi Mungu anayatumia masafa ya mbali kuonyesha ukweli wa Qur'ani, ukweli wa dini ya Kiislamu, ukweli wa unabii wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanakwenda kuushuhudia mwezi kwamba ni kweli mwezi ulipasuka, kama ilivyothibitishwa na Qur'ani katika sura ya 54 suratul Qamar aya ya kwanza kwamba ni kweli mwezi ulipasuka. Ametumia masafa ya mbali hapa. Aya hii inafanya kazi wakati wote. Wakati Qur'ani ilipokuwa inateremshwa, ilikuwa darubini ya kuona mbali wala karibu, ilikuwa bado haijavumbuliwa. Kwa hiyo masafa ya mbali ilikuwa ni pale linapoishia jicho la mwanadamu. Ilipokuja kuvumbuliwa kamera, darubini ya kwanza katika dunia, ikawa masafa ya mbali yameongezeka, na sasa hivi yameongezeka zaidi. Yamevumbuliwa hayo masatellite ambayo yanapelekwa anga za juu, yakaweza kupiga picha na zikazituma hizo picha zikazileta chini huku duniani, maeneo ambayo mwanadamu hajaweza kwenda. Katika eneo ambalo mwanadamu ameweza akakanyaga kwa mguu, tukiwaondoa manabii na mitume, ni katika mwezi tu basi. Maeneo mengine yote mwanadamu anategemea kurusha satellite, ndio zinapiga picha huko na kuzituma ardhini. Eneo ambalo ameweza kwenda akakanyaga kwa mguu wake, tukiwaondoa manabii na mitume, ni katika mwezi tu. Na hata katika ule mwezi kuna muujiza uliokuwa mkubwa. Kuna eneo wenyewe wanasema katika ule mwezi, wakienda wakijaribu na vile vyombo vyao kutua, kile chombo hakitui. Kuna eneo katika mwezi wakijaribu kutua, kile chombo hakitui. Kuna sehemu tu ndio wakienda hapo wanatua. Kwa hiyo bado maneno ya Qur'ani, la tanfudhuna illa bisultani, hamtoweza kwenda isipokuwa kwa nguvu zangu. Bado hawajapewa zile nguvu na Mola wao wakaweza kutua katika sehemu hiyo wanayotaka wao watue, hawajaweza. Na wala katika yale maumbile mengine, la tanfudhuna illa bisultani, hawajaweza bado kwenda wakaweza kukanyaga isipokuwa wanatuma vyombo tu. Wenyewe wanakubali ile nguvu iliyokuwepo pale kwenye ule mwezi, wanashindwa kutua, hawajaweza kujua ni jambo gani. Kile chombo kikenda kikijaribu kutua hakitui. Sasa masafa ya mbali yameongezeka kutokana na vifaa mbalimbali vilivyovumbuliwa. Sasa hivi mwanadamu ameweza kufika mbali katika kuweza kuona kwa kutumia masatellite. Watukufu wa Islamu, hivi ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo Neil Armstrong akaulizwa, ni kitu gani kilichokustaajabisha wewe ulipokuwa mwezini? Neil Armstrong akasema, niliuona mwezi unaufa, na inaelekea ule mwezi wote ulikuwa ni mzima, lakini
ulipasuka vipande viwili, alafu ukaja ukaungana, athari ya mpasuko bado ipo pale, wameikuta. Ametumia masafa ya mbali hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watukufu wa Islam, kipindi hiki ilikuwa darubini ya kuona mbali wala karibu ilikuwa bado haijavumbuliwa. Ilikuwa hakuna ultrasound, hakuna x-ray, hakuna 3D x-ray, ilikuwa hakuna kadha, ilikuwa vitu hivyo vyote bado havijavumbuliwa. Surati Rahmani ambayo ndiyo iliyoeleza ya kwamba mwanadamu anaweza kwenda anga za juu, ikaja ikapangwa ikawa ni ya 55, na ile sura iliyosema ya kwamba mwezi umepasuka ikaja ikapangwa ikawa ni sura ya 54. Kwa hiyo hii inakuwa 54, hii inakuwa 55. Kwa hiyo hata katika kupangwa zile sura za Qur'ani, ndani yake pia kuna kuwa na muujiza. Hii ndio Qur'ani, kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watukufu wa Islam, tumekuja kuona ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametumia nambari 19 katika kuipangilia ile Qur'ani, sura zake, maneno yake na aya zake. Kwa nini aliitumia nambari 19? Kwa nini asiichague nambari nyingine yoyote isiyokuwa nambari 19? Nambari 19 ina nini? Wataalamu wa mambo ya hesabati wamekuja kugundua ya kwamba nambari 19 inasomeka 10 lipo moja, na moja zipo 9. Unaposema 9, ile moja ziko moja mpaka zinafika 9, ndiyo inakuwa 9. Kwa hiyo nambari 19 inasomeka 10 liko moja na moja ziko 9. Nambari 19 ndiyo nambari pekee katika nambari zote za kihisabati ambayo ndiyo iliyoweza kuzikusanya nambari zote za kihesabati na kuziweka ndani yake. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 inatanguliwa na 1, 8 inatanguliwa na 9. Ukisema 19, maana yake ndani yake kuna 2, kuna 3, kuna 4, kuna 5, kuna 6, kuna 7, kuna 8. Zile nambari zote za kihesabati zimekusanywa na nambari 19. Hesabu zote zinaanzia 1, mwisho inakuwa ni 9. Ikianza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 inakuwa ndio mwisho wa hesabu. 1 jumlisha 9 inakuwa ni 10. Inapatikana mali 1 na 0. 1 jumlisha 0, 1. Nambari 1 na 0 katika mfumo wa kimahesabu ndio zinaitwa binary numbers. Ndiyo nambari pekee zinazoziwezesha zile nambari nyingine zote ziweze kufanya kazi. Hesabu ikianza 1, ikifika 9 inakuwa ndio mwisho. Inachukuliwa 1 inawekwa, alafu inawekwa 0, inakuwa 10. Wanachukua tena 1 wanaweka tena 1 nyingine, inakuwa 11. Inakuwa ile hesabu imeanza tena 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, mwisho inaenda kuchukuliwa 2 inawekwa, alafu wanaweka 0, inakuwa 20.
alafu wanachukua 2 tena wanaweka moja, inakuwa ile hesabu imeanza tena 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, mwisho itakuwa hivyo mpaka mabilioni. Kilichofanya ile hesabu iendelee ni nambari 1 na 0. Nambari 1 na 0 zilipatikana vipi? Ni baada ya 1 jumlisha 9 ikawa 10, ikapatikana nambari 1 na 0. Nambari 1 na 0 katika utendaji kazi wa kimahesabu ndizo zinazozifanya zile nambari ziweze kubadilika na hesabu iweze kuendelea. Qur'ani inakuwa ndiyo kitabu cha kwanza katika dunia kutumia mfumo wa binary numbers, 1 na 0, 1 na 9. Na mfumo huu ndiyo mfumo unaotumika katika kompyuta zote, makampuni yote yanayotengeneza kompyuta duniani. Kompyuta zote zimepangiliwa katika mfumo wa binary numbers, 1 na 0, 1 na 9. Angalia kwenye simu yako zile batani zako, wameanza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ile 0 wamekwenda kuitupa pembeni huko. Kwa nini ile 0 wasiiweke mwanzo wa 1? Ni kwa sababu 1 jumlisha 9 inakuwa ni 10, inapatikana nambari 1 na 0. Nambari 1 na 0 ndizo zitakazozifanya nambari zote zile ziweze kufanya kazi. Qur'ani ilikuwa ndiyo kitabu cha kwanza katika dunia kutumia mfumo huo wa binary numbers. Watukufu wa Islam, Qur'ani inakuwa ni hazina ya kiilmu ya kiungu. Inakuwa ndiyo hazina ya kiilmu ya kiungu. Qur'ani inakuwa ndiyo kitabu cha kwanza katika dunia kutumia mfumo wa binary numbers. Tumekuja kuona lile neno bismillahir rahmanir rahim, tumesema lina herufi 19. Lile neno bismillahir rahmanir rahim limejengwa kwa maneno 4: bismi, Allahu, arrahman, arrahim. Katika tafiti zilizokuja kufanywa imekuja kugundulika ya kwamba maneno yale 4, bismi, Allahu, arrahman, arrahim, kila moja nalo pia linapatikana katika uzidisho na mgawanyo wa nambari 19. Neno bismi ambalo ni ismu, Kiswahili ni jina, katika Qur'ani mzima neno bismi, ismu, limetajwa mara 19. Jina tukufu la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allahu, katika Qur'ani mzima limetajwa mara 2698. Lina idadi maalum. Ukinyofoa 1 tu unajulikana, na ukiongeza 1 unajulikana. Ni kitabu chenye udhibiti maalum. Limetajwa mara 2698, na katika idadi hiyo inajulikana katika kila sura na katika kila aya limetajwa mara ngapi. Kwa mfano, ikaja ikaonyeshwa katika Qur'ani sura ya 82, suratu al-Infitar, ina aya 19. Sura hii ilikuwa ni sura ya 82 kumteremkia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwenda kupangwa katika mashafu imekuwa ni sura ya 82. Sura hii ina aya 19. Sura hii ndiyo sura pekee katika sura zote za Qur'ani ambayo
imemalizia na jina tukufu la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wal amru yawmaidhin lillah, na amri zote siku hiyo zitakuwa ni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imekwenda kupangwa, imekuwa ni sura ya 82, na katika nambari ya uteremsho ilikuwa ni sura ya 82, imewachwa pale pale. Sura hii ukihesabu kutokea surati Nas mpaka pale ilipo inakuwa ni sura ya 32. Kwa hiyo kutokea surati Nas mpaka utakapokuja kuikuta suratu Al-Infitari ambayo ina aya 19, na katika aya yake ya 19 imemalizia na jina tukufu la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wal amru yawmaidhin lillah. Ukianza kulihesabu jina tukufu la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tokea nyuma ya mashafu mpaka utakapoikuta aya hii, lile jina linalopatikana katika aya ya 19 linakuwa ndio la 19 tokea nyuma ya mashafu, na nambari 19 ndiyo password yake. Kompyuta ikaja ikasema uandishi wa namna hii wa upangaji kama huu ni mgumu. Hata kama mtu ukapewa umri wa ulimwengu ukiandike kitabu kilichokuwa na mpangilio kama ilivyo kwa Qur'ani, ule muda utamalizika na wewe hujaweza kukiandika kitabu chenye mpangilio kama huo. Ili hapa ndio linakuwa jina la 19. Kwa hiyo tokea kule nyuma ya mashafu katika surati Nas mpaka pale, katika hizo mara 19 inajulikana katika kila sura. Mfano neno hayatin, uhai, kinyume cha neno uhai ni mauti. Basi maneno haya mawili kila moja katika Qur'ani limetajwa mara 145, na inajulikana katika mara 145 kila neno limetajwa wapi na wapi na wapi, na katika sura gani na aya gani inajulikana. Ukinyofoa moja tu unajulikana, alafu ukabandika jina lingine pa neno lingine unajulikana. Neno dunia katika Qur'ani mzima limetajwa mara 115, kinyume cha neno dunia ni akhera, nalo pia limetajwa mara 115, na inajulikana katika mara hiyo katika kila neno hayo mawili hayo katika Qur'ani limetajwa wapi na wapi, katika sura gani na sura gani. Ukinyofoa moja tu unajulikana, ili ubandike neno lingine pale unajulikana. Kwa hiyo wakaja wakagundua ni kitabu ambacho kimekuwa ni mathematical symmetry and the order of the Qur'ani, kuwazuia wanadamu wasiweze katika ile Qur'ani kutoa hata herufi moja wala kuingiza hata herufi moja. Wakaja pia wakagundua ya kwamba Qur'ani katika uandishi wake, jinsi ilivyoandikwa, mtindo ambao umetumika katika kuiandika ile Qur'ani, wazungu wanauita telegraphical addressed messages. Kinakuwa ndio kitabu cha kwanza katika dunia kuibuka na uandishi wa namna hii, telegraphical addressed messages. Kwenye Qur'ani habari zimeandikwa kwa kifupi sana, maana yake uhariri wake ni wa hali ya juu. Kisa cha nabii Yunus alayhi salatu wasalam, Qur'ani imetumia aya 10 tu. Katika sura ya 37 Swafati aya ya 148 mpaka aya ya 149 ametumia aya 10 tu, kisa kizima kumweleza. Kisa cha nabii Musa alayhi salatu wasalam na Firauni katika surati Naziati ametumia aya 12 tu zilizokuwa fupi. Alafu anasema kimeteremshwa katika mtindo wa head computer. Na wanasema ya kwamba Qur'ani kimeandikwa katika vile katika muundo wa direct speech, haikuandikwa Qur'ani katika mtindo wa reported speech. Direct speech ni baina ya mzungumzaji na anayezungumzwa, wanakuwa ni wawili tu. Iqra, soma,
Haya ni maneno yanayotoka kwa Mola Muumba, ambayo ndio nafsi ya kwanza inaiambia nafsi ya pili, ambayo ndio mtume asome. Hakuna mkakati hapa, hii ni direct speech. Ni moja pia katika kuihifadhi ile Qur'ani, wasiweze watu kubadilisha wakati ya mkono, wakatoa kitu na au wakaingiza kitu. Qur'ani haikuja katika muundo wa reported speech. Watukufu wa Islam, kwa kiasi hiki alichotukadiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tusimame hapa kwa ajili ya adhana, alafu tutakaribisha maswali mawili matatu katika mada ambazo nilizozizungumza. Naomba maswali yaje ndani ya mada nilizotoa. Wal afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza, nyota huwa zinafika wakati wake zikafa kwa kwisha ile gesi zilizomo ndani yake. Ikishatokea hivyo, zile nyota zinakufa. Zikishakufa zinasambaratishwa, zinakuwa katika vipande vidogo vidogo. Kuna kitu kinaitwa atmosphere, anga hewa. Qur'ani inasema wazayyana samaa ad-dunya bimasabiha wa hifdha, tumeupamba uwingu wa dunia kwa mataa na tumeulinda. Ile pale na tumeulinda ndiyo atmosphere, ambayo kazi yake zile nyota ambazo zinazokuisha muda wake zinapoporomoka kutaka kuja kuipiga dunia, lile anga hewa kazi yake ni kuzisambaratisha, zinabomolewa. Sayari ya Jupiter inaipita sayari yetu ya dunia kwa mara 1000. Yani dunia ili iweze kuifikia Jupiter ukubwa wake, inatakiwa ile dunia iwe mara 1000 ndio iifikie hiyo Jupiter. Ukitoka sayari yetu ya dunia, sayari inayofuatia ni Mars, alafu sayari inayofuatia ni Jupiter. Nini kazi ya Jupiter? Jupiter kazi yake ni kuikinga dunia isibomolewe na vitu vinavyoanguka kutoka juu. Zile nyota zikishaisha muda wake, zikibomolewa na ile atmosphere, kwa kuwa Jupiter inaipita dunia kwa mara 1000, takataka zote hizo zinavutwa, zinakusanywa na ile Jupiter, inazichukua na kwenda kuzitupa huko mbali. Ndio Qur'ani hapa anasema wazayyana samaa ad-dunya bimasabiha wa hifdha. Hapa sasa dunia ndio inalindwa. Na zile nyota zikisha sambarati, zikisha kwisha muda wake, wamekuja kugundua ya kwamba uko juu angani pia kuna gesi za aina mbalimbali, zinakuja zinajikusanya na kutengeneza tena nyota jingine. Nilifika pale Mbeya, nilipokuwa nazungumza habari hii, wakaniambia kesho tutakodi basi, minibus coaster, tukupeleke tukakuonyeshe kile kipande ambacho kilianguka, kilipenya, kilishindana na ile kani ya dunia, kikaanguka pale. Mimi nimesoma tu shule kwamba viko viwili, kimoja kiko Mbeya katika wilaya ya Mbozi na kingine kiko Marekani katika jimbo la Arizona. Ndio wakanipeleka kwenda kuona, sio kitu cha mchezo. Sasa takataka zile zote ndio zinavutwa na kwenda kutupwa huko mbali. Supernova ni kitu kingine na nyota ni kitu kingine. Katika tafiti ambazo zimekuja kufanywa, ndio imekuja kugundulika ya kwamba chuma hiki chanzo chake kinatokana na hicho kitu walichokiita wao supernova, baada ya kupasuka alipokuwa anaziumba mbingu na ardhi, ndio kikapatikana kitu kama majimaji, alafu ndio yakateremshwa kuletwa chini ya ardhi.
ilipokuja ikakutana na ardhi, yakapenya, ilipofika katikati yakapoa, ndiyo chuma. Na ndiyo maana chuma ndiyo madini pekee yanayopatikana sehemu nyingi katika uso wa ardhi, kwa sababu yaliteremshwa kama inavyoteremshwa mvua. Suala unalolisema la kwamba kuna umuhimu wa Waislamu na wao pia kufanya tafiti, hilo jambo ni muhimu sana. Haya yote haya ni mali ya Waislamu, na ukitaka kulijua hilo, kuna tafsiri za Qur'ani chungu mzima zisizokuwa za Waislamu, ambazo wao ile Qur'ani wameifasiri ili wapate kuitumia tu katika mambo yao ya kidunia, katika tafiti zao mbalimbali wanazozifanya kwa kutumia ile Qur'ani. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa watukufu wa Uislamu, ikiwa kama mambo haya yote yalikuwa mali yetu sisi Waislamu, alafu yakatutoka, ni lazima ukilala, ni lazima nafasi yako awepo mtu mwingine aichukue, awe macho, ndipo mambo yatakapoweza kwenda. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa wa umma wa Kiislamu kushughulikia masala haya ya Qur'ani katika tafsiri na tafiti mbalimbali. Inatubidi lazima iwe hivi. Allah sallama kupitia malaika Jibrilu alayhi salatu wasalam, na ile Qur'ani ilipokamilika, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisomewa na malaika Jibrilu alayhi salatu wasalam katika mpangilio huu tuliokuwa nao katika kitabu chetu kitukufu Al-Qur'anul Karim. Na Mtume sallallahu alayhi wasallama, wale waandishi alipokuwa anawasomea, nao pia wakaandika katika mpangilio huu tuliokuwa nao. Na ndiyo maana unaona kama ile surati Tauba ilikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam haisomi kwa bismillah, na wale katika kuandika wakaandika hivyo hivyo. Kwa hiyo ilisomwa ile Qur'ani yote katika hadhara ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Sayyidina Jibrilu alayhi salatu wasalamu kumsomea Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akawasomea wale mahafidhul Qur'ani katika mpangilio huu jinsi Qur'ani ilivyo. Darasa zangu leo zimepatikana, kwa inshallah baada ya swala watakaohitaji watazipata hapo nje.